Wenzangu, hamjambo ya asubuhi. Hamjambo tena. Leo sijakasirika, naona walipanga maneno jana. Kwa hivyo tunashukuru. Na kwa wenzetu wa Secretariat ya Afrika Mashariki, ni vizuri muelewe ya kwamba tukipanga kitu, tukipatiana ahadi, tutimize, ndio tusiharibu mikutano yetu kwenda mbele kwa sababu ya poor logistics. Sama ni namna gani? Kwa sababu hawa watu wamekuja kwa nia ya amani, na ni vizuri pia tuwatunze vyema. Si ni hivyo? Kwa hivyo asanteni sana wenzetu wa Secretariat ya Afrika Mashariki kwa kufanya yale ambayo mlikuwa mmetakikana kufanya, lakini mngekuwa mmeyafanya hapo awali, sio kulazimishwa kufanya. Kwa hivyo wenzangu, yangu ni kuwashukuru. Kuwashukuru nyinyi nyote kwa vile tumekuwa pamoja nanyi sasa karibu wiki moja. Na nawashukuru haswa wenzetu ambao wamekuwa kwa muda mrefu, kwa sababu tunajua hii shida sio shida ya wiki moja, wiki mbili, mwezi moja. Ni shida ambayo imekumba nchi jirani, nchi ndugu kwa muda wa miaka 20 kwenda mbele. Na wakati tumepata nafasi ya kuongea na nyinyi wote, hakuna mmoja wenu ambaye alisema ya kwamba hataki kuweka silaha yake chini, aungane na wenzake muweze kujenga Kongo ya Wakongo. Na mimi nawashukuru nyote kwa haya. Tumepata nafasi na mkatuambia yale ambaye imesababisha wengine wenu kuchukua silaha. Tumeongea pamoja na wenzetu wa civil society, viongozi wa kitamaduni, na ile niliguza sana ni kuongea pia na wale wamekuwa ma-victim wa hii vita, haswa wakina mama na watoto wetu, na kilio na huzuni ambayo imekumba nchi kwa sababu ya hii vita. Wakati tumeongea, tumekubaliana ya kwamba vita ya miaka 20 haitasuluhishwa na siku moja. Lakini tukasema lazima tuanze barabara ya kuhakikisha ya kwamba tuko na amani ya kudumu. Na wakati tuliongea na wengine wenu mlisema, lakini unajua tulikuwa hapa, tumeongea mara mingi, tumeongea na serikali, lakini tukiongea hatuoni mengine yakitimika. Na tukasema safari hii tusiwe tu ni kunena, lakini pia tuwe tunatimiza yale ambayo inawezekana. Na ndio tukikutana tena tuseme, wakati tulikuwa mkutano tuliongea haya yametimika, ndio sasa tuende ngazi hiyo nyingine mpaka tusuluhishe shida zote ambazo zipo. Na nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Rais Tshisekedi, kwa sababu wakati mliniambia haya, mimi nikapatana na ndugu yetu hapa na nikamwambia, umesikia maono ya
wenzako, Wakongo wenzako, wananchi wenzako, na inastahili mbele ya tufunge huu mkutano urudi uongee na rais, umwambie matatizo mbalimbali ambayo tumeambiwa, na ndio mbele tutoke Nairobi tujue ni gani ambaye tutaweza kutimiza na ni gani ambaye tutaendelea kujadiliana, na ndio watu wawe na roho na sio hawa, kwa sababu hawa ni wakilishi peke yao ya mamilioni ambao wamewacha nyumbani. Si kweli? Nyinyi mko hapa kuwakilisha wengine wengi ambao mmewacha nyumbani, na lazima muwe na neno ile ambaye mtaweza kurudi naye, na communique itasomwa hapa baadaye. Lakini ningependa nitaje tu machache ya yale ambayo tumeweza kukubaliana na serikali ambayo yatatendeka kwa haraka kulingana na yale ambayo nimetuambia. Ya kwanza, mlisema mko na wenzenu wengine ambao hawakuwa na hatia lakini wameshikwa kwa sababu ya mambo madogo madogo. Wengine hata hawakuwa na hatia hata kidogo, ni kabila lao, ama kusemekana ukiwa kabila hii wewe ni mpiganaji na huyo wewe sio mpiganaji. Nakumbuka ndugu wetu mmoja hapa, sitaki namuona kwa mbali, ambaye alisema mimi wananibagua kwa sababu niko hivi, watu wangu wako namna hii, na tunashikwa saa nyingine kiholela bila makosa. Rais amesema ya kwamba tutaunda kamati pamoja na viongozi wa kijamii ambao wako hapa, na mimi nikamwambia hata mimi nataka kuwa ndani ya hiyo kamati, na ndio tuchunguze majina haya yote, na wale wote ambao hawana hatia wawachiliwe mara moja, warudi makwao. Si hiyo ndio moja mlikuwa mmesema? Kweli ama sio kweli? Na hiyo tutafuatilia. Ingine ni wale ambao walikuwa wanaishi karibu ama ndani ya national parks ama kwingine ama misitu, ambao walikuwa wamefurushwa na wengine wanaletwa, na hapo ndipo walikuwa wanapata riziki yao na uwezo wao wa kujiendelesha kimaisha. Mheshimiwa Rais amesema ya kwamba ataendelea kusimamia ulinzi wa mazingara ya Kongo, lakini ameelewa ya kwamba hakuna ulinzi wa mazingara ambao unawezekana bila kuhusisha jamii ambazo zinaishi kando ya hiyo misitu. Hiyo amekubali, na amesema hiyo atatangaza, na yeye mwenyewe ataitana mkutano ndio watu waweze kujadiliana ya kwanza vile wengine ambao wameteseka kwa sababu ya mambo haya wataweza kuhusishwa kulinda hiyo misitu, kulinda hawa wanyama, aidha kama askari wa mbuga ama kama forest wardens, na pia vile wataweza kuhusishwa kwa miradi ya maendeleo ambaye ni eco friendly. Si mnaelewa vile nasema? Lakini hiyo mpangilio mtapangilia na serikali pamoja nanyi, na nyinyi mtahusishwa katikati ya mambo haya, na hiyo pia amekubali na amesema ya kwamba hiyo itawezekana. Lakini ya muhimu ni ya kwamba
wote wakubali ya kwamba wataweka silaha chini, wataingia katika PDDRCS, alafu sasa wajumuishwe katika miradi hiyo ya kujenga nchi yenu. Si ni hivyo wenzangu? Alafu pia, na nasema tu kwa ufupi, mengine yatasemwa na wale watasoma. Amekubali ya kwamba kuna wale wenzetu haswa wa area ya Manema, si mko hapa? Mnakumbuka pia nyinyi vile mlisema mambo ya uchimbaji wa madini na mambo mengine. Amesema ya kwamba mwezi huu wa Disemba ama mapema Januari mtaalikwa mkutano Kinshasa. Makampuni haya ambaye mmezozana na wao wataitwa pia, mpaka mpate suluhu ambaye itajumuisha majamii ambao wanaishi hapo katika mambo yale ambaye yanaendelea huko. Hiyo amekubali. Na pia amesema kama facilitator nitakuwa hapo kwa hiyo mkutano kuhakikisha ya kwamba hayo yametendeka na watu wamejumuishwa. Si ni hivyo wenzangu? Si ni hivyo? Alafu pia amekubali ya kwamba wengine wale ambao wanasema wanataka kujumuishwa kwa jeshi wajue ya kwamba kuna ratiba ile ambayo itafuatiliwa ya kuandika wanajeshi, lakini lazima kwanza wapitie kama wale wengine kupitia huu mradi wa PDDRCS. Si ni hivyo? Tumekubaliana hiyo? Alafu mengine ambayo wametaja ni ya kwamba mlisema ya kwamba huu mradi wa PDDRCS ya kwamba wengine wenu hamukuhusishwa na mlikuwa na matatizo na uongozi wa kitaifa wa hii, na amekubali kuangalia huo uongozi, ahakikishe ni ya kwamba ni uongozi ambao utakuwa unakubalika na nyinyi ambao ni wahusika, na pia watarudi tena kwenu nyinyi kuwauliza maoni yenu ni kwa njia gani huo mradi utaweza ufaulu kwa kuwahusisha, lakini sio tu kuja kuambiwa mradi huu umetengenezwa huko, atawahusisha nyinyi na nyinyi mtakuwa part and parcel ya vile huo mradi utakuwa implemented. Na hiyo pia amekubali. Hiyo kati ya mambo mengine ni yale ambaye tumesema, lakini tumesema pia ya kwamba ndio tuweze kufaulu, wafadhili na marafiki wa Kongo, na ndipo mmesikia hapo awali tumekutana na wengine wao, kwa sababu tumesema kusaidia Kongo sio kusaidia tu kwa kuongea, lazima pia watusaidie kutimiza hii miradi. Na tumesema tutajaribu kuona hivi karibuni vile tutaweza kuwa na mkutano na wao, na ndio tukisema ya kwamba tuko na PDDRCS ambaye tumekubaliana, hao pia watatusaidia kwa njia gani ndio huo mradi usiwe mradi wa kuanza na kusimama, uwe mradi ambao utaweza kudumu mpaka tumalize ile kazi ambaye iko mbele yetu. Na nimewashukuru hawa kwa sababu wametusikiliza, na naamini ya kwamba tutasaidiana na wao mpaka tupate suluhu ya kudumu.
mambo ya usalama na mambo ya vikundi ambavyo ni vya nchi zingine ambavyo vimekuja kuishi kati yenu na kuleta vurugu kati yenu. Haya tumesema tumeyapeleka kwa viongozi wa Afrika Mashariki, na ndivyo hivyo vikundi viweze kuongea na serikali zao, warudi makwao, wawache wa Kongo kwa amani. Kwa sababu tunajua ya kwamba nyinyi wenzetu sio watu wa vita, ni watu wa karimu, ni watu ambao mnakaribisha wageni, lakini mnataka mgeni apitie mlango wa mbele, sio dirisha. Si ni hivyo? Na hiyo tumesema ya kwamba mambo ya vikundi ambavyo vimetoka katika nchi zingine, mambo haya sasa tumewasilisha kwa viongozi wa Afrika Mashariki waweze kushikilia, kuhakikisha ya kwamba kila nchi iweze kuishi na kuongea na watu wao, warudi makwao. Warudi makwao na watulie makwao, Kongo na amani yake. Si ni hivyo wenzangu? Kwa hivyo haya ni kati na yale ambayo tumesema yatatendwa, yametendwa, na tukasema ya kwamba hapo Januari ama mwezi wa pili mwaka ujao, tukasema tutakuwa na mikutano miwili, na kwa sababu tunaamini ya kwamba tutakuwa tumesonga mbele na amani yetu, hatutaki sasa mrudi Nairobi. Tunataka mkutano, tuwe na mikutano miwili. Tuwe na mkutano mmoja kule Goma pamoja nanyi, kwa sababu tunaamini ya kwamba tutafaulu na yale ambayo tumesema hapa Nairobi, na hakuna sababu hatuwezi tukutane Goma nyumbani, kwa sababu tutakuwa tumesonga mbele na hii process yetu ya amani. Na wakati huo huo tuwe na mkutano mwingine kule Bunia, na ndio tuweze kuangalia yale ambayo yanaendelea kwa ground, kama tunafaulu ama tunaanguka. Lakini sasa hatutatoroka. Maongeo yetu yatakuwa Kongo, sio kuja kusema tunakuja kuongea Nairobi. Tutakuwa kwenu. Sisi ndio tutakuwa wageni wenu. Sisi ndio tutakuwa wageni wenu, sio nyinyi mwe wageni wetu. Sisi tuwe wageni wenu. Tuje tuone pahali ambapo tumefika na pahali ambapo hatujafaulu, tujiulize tena ni kwa njia gani tutaweza tusonge mbele na tutimize yale ambayo hayatakuwa timizika. Na mimi nataka niwatolee ahadi yangu ya kwamba tutaendelea kushirikiana na viongozi, haswa rais wa DRC, kuhakikisha ya kwamba yale ambaye amesema atatenda mbele ya tukutane huko Goma. Si hivyo? Yangu ya muhimu zaidi ni kuwauliza kwa heshima kuu, ujaribu kudumisha amani. Msiseme ya kwamba mnagojea mkutano. Hata mkirudi makwenu, muendelee kuongea kati yenu, muendelee kujadiliana kati yenu, muendelee kudumisha amani. Kukiwa kuna shida, hamwezi mkose wazee wa vijiji, wazee wa kitamaduni, viongozi wa dini, viongozi wa wakina mama, ambao mnaweza mkae, sio tu kugojea wengine waje waambie juu ya amani. Hata nyinyi mkirudi manyumbani
muwe mtaendelea kujadiliana kati yenu na kusuluhisha mambo yenu kwa njia ya amani, sio kwa njia ya bunduki. Ni kilio kikubwa sana, na siwezi niseme hapa tena yale nilisikia kutoka wakina mama wakati niliongea jana. Niseme tu, mwanaume ambaye anaweza kufanya vitendo kama hivyo kwa mama, huyo sio binadamu, ni mnyama. Wazee, ni jukumu letu sisi wote tuambie vijana wetu waheshimu wakina mama wetu, wawatunze wakina mama wetu. Tumeelewana wenzangu? Tuheshimu na tutunze wakina mama wetu, kwa sababu yale nimesikia ambao vijana wametenda ni mambo ya aibu, ni mambo ya kishetani. Ni jukumu letu kama viongozi, haswa nyinyi viongozi wa mashinani, muambie wafuasi wenu, jameni, hata kama tuko na shida mbali na serikali, hii mambo ya kinyama haswa kwa wakina mama na watoto lazima yakome, na yakome kabisa. Tumeelewana wenzangu? Tutasaidiana kwa hiyo. Mimi nimenipatia maombi yenu, nimepeleka mbele huko kwa wakubwa na nimewaletea majibu. Mimi nimewapatia ombi langu, na mimi mtanisaidia na ombi langu. Mtanisaidia na ombi langu. Mimi siwaulizi kitu kingine. Mimi sina haja na madini yenu, sina haja na misitu yenu, lakini nina haja muheshimu wakina mama wenu. Na muambie vijana wenu waheshimu wakina mama yenu. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Basi, sitaki niendelee zaidi. Nataka niwashukuru nyote kwa kuwa pamoja nasi kwa wiki hii. Natarajia hivi karibuni tutakutana vile tumeongea hapa, aidha Kinshasa, lakini mwisho tutakutana Goma na Bunia, tujiulize tumefika wapi na ni gani ambaye yatakikana tuendelee kutimiza. Si hivyo? Na niwaombe tuweke amani na tuweke umoja. Ukiwa kabila lolote, ukiwa dini yoyote, cha kwanza ni kujiheshimu kama Mkongo na kuheshimu mwenzako kama mwananchi ambaye ana haki kama wewe kuishi kwa usalama katika nchi yake. Sitaki nione zaidi ya hapo isipokuwa kushukuru wale wote ambao wametusaidia tufike pahali ambapo tumefika. Nishukuru Secretariat ya Afrika Mashariki. Jana nilikosana na nyinyi vibaya kwa sababu na nyinyi mlikuwa mmekosea watu yangu. Lakini nimeona sasa mmeshika laini, na mjue tukiendelea mbele niwe nimejipanga vyema, ndio tuweze kuwa tukiingia kwa mkutano tunakuja kujadiliana mambo yetu, sio kujiuliza mtu analala wapi, mtu ameingia wapi. Hiyo sio mambo ya kuulizana. Hiyo ni mambo ya kufanya huko nyuma. Kwa hivyo wenzetu wa Secretariat ya Afrika Mashariki, asante. Lakini safari nyingine msitukasirishe, si ni namna hiyo? Mturuhusu tufanye ile kazi ambaye imetulete, lakini sio kuja kujadiliana mambo ambaye haina mbele ama nyuma. Kwa hivyo, kwa haya machache, mimi niseme tu Mungu awabariki. Tumeingia mwezi wa sikukuu,
tumeingia mwezi wa kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Uwe mwezi wa amani jameni. Wakati tulianza niliwaambia nyote tusimame tushikane mkono wa amani, si ndio? Leo mimi nitawauliza kwa sababu tumejisukuma kidogo, si kweli? Msimame kila mtu inaitwa nini? Ahagu mwenzake, akumbati mwenzake, amwambie amani. Namna hiyo. Amani, 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 amani. Mimi nasema asanteni sana. Mungu awabariki. Nafikiri sasa tutasoma hiyo communication tumekubaliana. Ningependa kama tutaweza mimi niweke kidole, si ndio? Alafu ndugu yangu Saja aweke kidole, mwenzake Mashari aweke kidole, si ndio? Alafu kila mwakilishi wa kikundi moja moja aweke kidole, si ndio? Ndio tukikutana Goma tuseme haya ndio tuliongea, tumefika wapi. Si ni kweli? Tumekubaliana? Mungu awabariki na walinde katika safari yenu ya nyumbani. Asanteni. Sasa nawaomba mtulie tusikie kusoma kwa communique na Professor Saj Shibangu. Welcome Professor. Thank you very much, Your Excellency, Mr. President Uhuru, for closing with all success this session that we had started. I would like, with your permission, to read the communiqué to the attention of the public. Je vais lire en fait le communiqué qui sanctionne les consultations politiques de Nairobi 3. C'est un communiqué qui à la fin sera signé par nous ainsi que bien sûr le facilitateur, et ce n'est qu'après que la presse pourra avoir accès au communiqué. J'aimerais préciser, parce que je pense que c'est depuis le début de ce processus, il y a plusieurs tentatives de désinformation de ce qui est en train d'être fait ici. Que cela vienne de nous qui sommes ici, que cela vienne de ceux de l'extérieur aux participants ici, je crois que chacun d'entre nous, nous devons comprendre une chose. C'est vrai, nous sommes ici pour parler de la cessation des hostilités, mais ces hostilités, malheureusement, dans le contexte où nous nous trouvons, se retrouvent également dans les médias. Ça veut dire que c'est des hostilités même médiatiques, des lynchages médiatiques, non pas seulement contre les individus, mais également contre ce processus ici, parce qu'il y a certains qui ont vécu, qui ont survécu pendant plus de 20 ans, il y a même des pays entiers qui ont survécu à cause de l'instabilité qu'il y a à l'est de notre pays pendant plus de 20 années. Et ces gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents quand nous nous retrouvons ici pour parler paix, pour parler stabilisation. Donc arrêtons, nous Congolais, de jouer le jeu de nos ennemis, parce que c'est ceux-là qui sont les premiers à nous retourner contre nous-mêmes et ensuite aller profiter de nos richesses, profiter de l'instabilité. C'est eux qui se mettent à tuer, c'est eux qui se mettent à violer nos filles, nos femmes. Et je pense que c'est à nous qui sommes ici aujourd'hui, que vous soyez membres de la société civile, que vous soyez groupes armés, membres des groupes armés, c'est maintenant qu'il faudra prendre conscience que cela devra s'arrêter. Donc, le communiqué, ça c'est à l'intention de la presse, donc des médias, le seul communiqué qui fait foi de communiqué officiel, c'est celui qui sera signé par nous ainsi que le facilitateur. Tout autre document qui va circuler dans les réseaux sociaux,
malheureusement, devraient être considérés comme des brouillons qui ne nous engagent pas ici. Donc, je vais le lire. Communiqué final. Troisième consultation politique dans le cadre du processus de Nairobi, donc appelé Nairobi 3. 1. La troisième session du dialogue du processus de Nairobi dirigé et initié par la communauté d'Afrique de l'Est et dirigé par son Excellence M. Uhuru Kenyatta pour la restauration de la paix et sécurité de la partie Est de la République démocratique du Congo et de la région de l'Afrique de l'Est s'est tenu à Nairobi, en République du Kenya, du 28 novembre au 6 décembre 2022. 2. Son Excellence M. Uhuru Muigai Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya et facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est pour le processus de Nairobi, a donc dirigé et rappelé le respect du principe de souveraineté de la République démocratique du Congo ainsi que son intégrité territoriale. 3. Au cours de ces assises, le facilitateur a rencontré des représentants des groupes armés, de la société civile, des femmes survivantes de violences sexuelles venant des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika, afin de trouver des solutions aux problèmes évoqués ci-contre. 4. Donc, à l'issue de ces travaux, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiers de la République démocratique du Congo, de représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et de représentants des communautés affectées, dont sont issus les groupes armés, afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales, dont sont issus les groupes armés, et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusqu'à la libération. 2. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées, afin que ces derniers participent aux différentes initiatives en matière de protection de l'environnement, lesquelles initiatives concernent uniquement les populations congolaises. 3. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo en vue de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema, dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. 4. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. 5. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo. 6. Encourager une étroite collaboration entre le programme de développement local des 145 des opportunités d'emploi, de commerce, d'entrepreneuriat aux communautés. 7. D'inviter tous les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux à soutenir le processus de Nairobi et appuyer le PDDRCS. 8. D'organiser au courant du mois de janvier 2023 des rencontres dans les villes de Goma, Bukavu et Bunia en vue d'évaluer les avancées de la phase 3 du processus de Nairobi, donc d'évaluer le Nairobi 3, et planifier des actions à court, moyen et long terme. 5. Le facilitateur réitère aux groupes armés, je m'excuse, ça c'est 9. Le facilitateur réitère aux groupes armés leur engagement pour la cessation des hostilités, l'accès aux humanitaires dans les zones sous leur contrôle, ainsi que la libération immédiate des enfants associés à leurs groupes respectifs.
Enfin 10, le facilitateur demande aux groupes armés étrangers opérant sur le territoire congolais de désarmer et retourner immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine. Fait à Nairobi le 6 décembre 2022. Je vous remercie. Your Excellency, we now bring this particular session to an end, and that will be with the signatures to the communique of this particular session. So perhaps you give us a few minutes, we organize the signatures. Only this. And then the rest will sign. Okay. Yeah. Then they will arrange for the people to sign. Oui, donc je voudrais juste préciser un peu sur les procédures de signature qui doivent être faites. Alors, pour le moment, nous allons signer donc le facilitateur du processus, son Excellence le Président Uhuru Kenyatta, ainsi que les deux envoyés spéciaux, mon frère, l'ambassadeur Kamaru Macharia et moi-même, nous allons signer. Et puis, à un certain moment, le secrétariat va donc préparer une table, des chaises pour que chacun des représentants des groupes armés vienne apposer sa signature. Je voudrais relever l'importance que vous, en tant que représentants des groupes armés, apposez signature. Donc en fait, l'importance est double. Première importance, c'est que vous êtes d'accord avec le communiqué. Et deuxième importance, c'est que automatiquement vous vous retrouvez, vous continuez à être dans le processus de Nairobi, ce qui veut dire que d'ici maintenant et janvier, bien sûr, il y a des actions qui doivent être faites sur le terrain. Au moins, vous êtes des personnes ressources qui vont travailler avec le gouvernement congolais, qui vont travailler avec le bureau du facilitateur jusqu'à l'accomplissement total de ce processus. Et enfin, bien sûr, puisque vous serez en contact avec les entités gouvernementales et le bureau du facilitateur, il en va de soi que c'est avec vous que nous allons préparer les rencontres qui se tiendront donc en janvier 2023 pour faire d'abord une évaluation de toutes les résolutions renfermées dans ce communiqué, parce que ça, comme certains l'ont relevé, ça ne servira à rien que nous puissions chaque fois nous rencontrer s'il n'y a pas l'exécution des résolutions qui ont été prises. Je donne un exemple. La commission, le premier point, c'est la commission qui sera mise sur pied pour faire une évaluation des dossiers de justice, par exemple pour les détenus et les prisonniers. Il y a certains groupes armés qui nous ont donné des listes de leurs membres qui sont détenus depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Alors, il s'agira donc d'évaluer cela et faire un suivi. Savoir, par exemple, sur les 10 personnes qui se retrouvent dans votre liste,
Nous avons examiné tous ces dossiers ici, tous les 10 dossiers, et nous pensons qu'il y a 2 ou 4, par exemple, qui ne méritent pas d'être détenus. Donc, nous allons plaider pour qu'ils soient libérés. Comme ça, quand nous nous retrouvons en janvier, le suivi sera clairement, nous vous avions remis, nous avions travaillé sur une liste de 10 détenus, il y a 4 qui ont été libérés et 6 qui n'ont pas été libérés. Pour quelles raisons? Donc, je pense que c'est important que nous fassions donc ce processus continuel pour pouvoir résoudre les déshydratats qui se retrouvent dans vos mémos que vous avez soumis. Donc, pour me répéter, pour terminer, nous faisons la signature à 3 et ensuite, vous êtes conviés donc à venir signer au nom de chacun des groupes armés qui est représenté ici. Merci. Nitawaomba kwamba tukifikia tamati hapa, wale viongozi wa vikundi mbalimbali wabaki nyuma, na wanahabari wote na sisi zote, ili tumpatie mheshimiwa facilitator nafasi ya kuondoka, alafu tutafanya ile ceremony nyingine ya viongozi wa vikundi mbalimbali sign pia katika hizi communique mbili, moja kwa French na nyingine kwa Kiingereza. Na kwa hayo mimi nitasema tu nawashukuru sana kwa wale ambao watasafiri. Mungu awabariki.
Mungu awabariki. Tuonane nyumbani. Asante sana. Sit down. Waandishi wa habari, kuna kikao kidogo kwa waandishi wa habari ambao wanatoka kuinteract na facilitator hapa nyuma, kwa waandishi wa habari.